Yaani ukipika chakula basi angalia na jirani yako, je, amepata hiyo Pasaka? Umeelewa? Na wewe mkaribie jirani yako, mpe hiyo Pasaka. Ndio kwa lugha hiyo. Yaani kwa lugha nyingine, Mungu aliweka utengenezo wa upendo ndani yao. Tutaenda huko ndio tutajifunza. Ndio mtu anakula Pasaka mimi mwenyewe ndani. Bado hujikamilisha Pasaka ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na huko nitakuja kufundisha Pasaka, je, ni mwezi wa 4? Hapo amesitwambia mwezi wa ngapi? Wa 10, ambao unakuja mwezi wa kwanza. Mbona tuenda mwezi wa 4? Tutakuja huko tawafundisha vyote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Kwa kadiri ya hesabu ya watu. Kwa kadiri ya hesabu ya watu. Kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Kwa kadiri ya ulaji wa mtu. Wa watu wote ambao wale wote ambao jirani zako na sehemu nyingine. Unabidi ujue kadiri yao. Kwamba hii Pasaka sisi tunakula kilo 2. Basi inabidi niandae kilo 5 nipike kwa ajili hata majirani zangu. Sio tu kwamba Wakristo, hata Waislamu wengine wote tule Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Maana Pasaka sio kwamba ni kwa ajili ya Wakristo tu, ya watu wote, kwa sababu sisi wote tulikombolewa duniani kwa sababu ni kusudi la Mungu kuwakomboa wanadamu. Kwa hiyo wote tunapaswa tule Pasaka. Ukimwona mtu anageuka ambaye hiyo sio Pasaka, Pasaka ya ujana matatizo. Na hiyo elimu yake ametolea wapi? Ndio. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Ndipo utafanya hesabu yenu. Sasa utaangalia kwa yule mwanakondoo, sisi tuchinje, mama nani atapata? Mama nani atapata hapa? Baba nani pale atapata? Hiyo ndio Pasaka. Ndio. Mwanakondoo wenu atakuwa ndio. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja, itakuwa katika kondoo